Basi na kusalimu mahali popote uliko duniani. Tunapoendelea na somo letu kabisa, tukiwa tumefika somo la 48. 48 hapo ndio tumefika kabisa. Somo iliyopita jana imetuambia uzinifu imeangusha wengi, akiwemo mwana mpotevu, akiwemo Rahabu kahaba, yani wengi wameanguka kamba hizi za uzinifu na uasherati. Wakubwa wengi wameanguka ndani ya Biblia, waliangukia vifungo hizi na laana hizi zinazotokana na uzinifu na uasherati. Wafalme walianguka, Daudi akiwa mmoja wao. Sasa hapa kuna mtumishi wa Mungu ambaye tunataka kustadi kutoka kwake, jinsi naye alivyoanguka mikononi mwa makahaba. Tuone vile ukahaba na uzinifu ilivyo mutreat. Tuone vile alivyopata vifungo. Huzuni. Kwanza alikuwa anaitwa munaziri wa Mungu. Anaitwa nani? Samson, aliyeangusha simba, aliyeangusha Wafilistini wengi. Lakini ukahaba ukamuangusha kabisa. Waamuzi sura 16 tunajifunza kwa huyu mtumishi na mnaziri wa Mungu. Kwa hivi hata wewe mtumishi, kimbia uzinifu. Mstari wa kwanza, halafu Samson alikwenda Gaza, akaona kahaba pale, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakapashwa habari kusema Samsoni amefika hapa. Wakamzunguka, wakamngojea usiku mzima kwa lango la mji. Wakanyamaza usiku mzima wakisema, asubuhi wakati wa jua tutamuua. Samsoni akalala hata saa 6 ya usiku. Yani analala na kahaba hadi saa 6 ya usiku. Akaamka saa 9 ya usiku. Akashika milango ya lango la mji wa na nguzo zake mbili, akaziondosha pamoja na milango, akazitia kwa mabega yake, akazibeba hata juu ya mlima mbele ya Hebroni. Kile ninatafuta hapa mpendwa, huyu ni munaziri wa Mungu, mpakwa mafuta. Lakini akafika Gaza, akaona mwanamke kahaba pale. Ukahaba ukamvutia, akaangushwa na kahaba, akaenda kulala pamoja naye kwa kitanda iliyo na mitandikio ya Kimisri. Sasa watu wa Gaza wakaambiwa munaziri wa Mungu ameingia kwa kahaba, na huyu ndio anatusumbuaka. Kwa hivi tumuvizie tupate kumuua. Kumbe nyuma ya uzinifu kumefichama mapepo ambazo zinakuvizia
zikuue kwa hali hiyo ya ukahaba. Sikia mtumishi wa Mungu, sikia pasta, bishop, mtume. Nyuma ya kahaba kuna mapepo za kifo zinakuvizia zikumalizie hapo unapofanya ukahaba na washirika. Unapolala, unapofanya uzinifu. Nyuma ya uzinifu kuna mapepo na mashetani zinapanga kukumaliza ukiwa ndani ya ukahaba, ukufe mwenye zambi ndani ya umalaya. Unaona? So akasema tumuvizie hadi asubuhi tupate kumuua. Unaona? Nyuma ya umalaya na ukahaba kuna kifo kinakunyemelea. Unajipeleka machinjoni. Hivyo ndio vazi imetuambia kwa Mezali sura 7. So usifikirie pasa unaenjoy, unatafuta kifo yako mapema. Huyu akahepa. Biblia inasema katoka usiku saa 6 nao wanangojea saa asubuhi. Alikwepa na kabeba milango. Sitaongelea milango kwa sasa, lakini hiyo nimewahi ongea mahali, lakini sitaongelea kwa sasa kubeba milango hii. Lakini na kazia kusema nyuma ya ukahaba kuna kifo, na ukahaba imeangusha hata watumishi wa Mungu wengi. Tumfuate huyu polepole, huyu atatufunza mengi. Nyuma ya hapo amehepa hiyo kifo tena, na ilikuwa nyuma akapenda mwanamke kwa pande za Sikori, jina lake Delila. Wakubwa wa Wafilistini wakapanda kwake wakamwambia, umubembeleze ujue asili ya nguvu yake kubwa na namna gani tunavyoweza kumushinda, tupate kumfunga na kumutesa, na tutakupa kila mmoja wetu vipande vya fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, uniambie, ninakuomba, asili ya nguvu zako kubwa na namna gani unaweza kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, kama nikifungwa kwa kamba 7 zisizokauka bado, halafu nitakuwa dhaifu, nami nitakuwa kama watu wengine. Unaona sasa, Delila naye ni mwanamke mwingine wa ukahaba. So mtumishi na mnaziri wa Mungu, mpako wa mafuta, amehepa ukahaba ule wa kwanza, tena ndio huyo kaingia kwa ukahaba wa pili. Tena nyuma ya hii kuna mapepo zinamuvizia, kuna wa agent. Walipoona ameingia kwa kahaba Delila, wakamwambia, wakamutembelea Delila kwa siri, bembeleza huyu mtu ambaye kona nguvu nyingi sana, na upate kujua asili ya nguvu zake. Tukijua siri ya nguvu zake, ili tupate kumfunga. Nyuma ya ukahaba kuna vifungo, na tupate kumutesa
Unaona, tumufunge na tumutese. Na akasema basi nikifungwa nitakuwa dhaifu. Kumbe nyuma ya vifungo unateswa na unakuwa dhaifu. Unaona, aliyekuwa na nguvu atakuwa dhaifu akisha ingia box. Hiyo historia tunaijua vizuri sana. Mpaka ikafika mahali mstari wa 13, Delila akamwambia Samsoni, hata sasa umenizihaki na umeniambia uongo. Uniambie, unaweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, kama ukisokota vipande vya shaba. Hapo bado anamdanganya, lakini ataingia boxe. 15, akamwambia, namna gani unaweza kusema ninakupenda na moyo wako ni pamoja nami? Umenizihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako kubwa. Na ilikuwa wakati alipomsumbua kila siku na maneno yake na kumusukuma, roho ya Samsoni ikachokozwa katika kufa. Umalaya inakuchokoza hadi kufa. Akasikia sasa, huyu amenichokoza hadi kufa, wacha nimwambie siri. Nyuma ya umalaya kuna vifungo, kuna mateso, kuna udhaifu na kuna kifo. Hizo vitu vinaandamana pamoja na umalaya. Unaona sasa, huyu ni mtu wa Mungu. Tuone kama sasa itakuwaje. Hiyo ni 15. Naye akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akasema, wembe haukupita juu ya kichwa changu, kwa maana mimi ni munaziri. Anajua yeye ni munaziri, lakini yako kwa ukahaba. Akasema siri. Kumbe ukahaba unakuchochea ukiwa karibu kufa, mpaka unatoa siri. Unatoa nini? Siri zote. Hapo ndio maparsele unapeana. Hapo ndio mataksi ya gari, mataksi ya nyumba unapeana kwa umalaya. Laana kubwa inaingia. Samsoni munaziri anasema, mimi ni munaziri wa Mungu tangu kuzaliwa, na wembe haijawahi pita kichwani mwangu, na ikipita tumboni mwa mama yangu, kama nikinyolewa, nguvu zangu itaniacha, nami nitakuwa dhaifu, na nitakuwa kama watu wengine, nitakuwa dhaifu. Naona umalaya unafikisha mtu aliyekuwa na nguvu za Mungu kuwa dhaifu kama watu wengine. Umalaya umeangusha wengi, wakubwa kwa wadogo. Mpendwa mtumishi mwenzangu, tukimbie uzinifu. Kwa maofisi watumishi, kimbieni uzinifu. Sijui hii maofisi ilitoka wapi? Kwanza ukiona mtumishi ameanza kufukuza watumishi wanaume karibu na yeye,